Faida nyingine inayopatikana katika hizi aya zilizotangulia kuzisoma ni kwamba birru alwalid au birru al-ummi muqaddamun ala birri al-abi. Kumtendea wema mama kunatangulizwa juu kumtendea wema baba. Al-Imam Ibn Atiyya anasema al-qamaru ta'wiluhu al-ab wash-shamsu ta'wiluha al-um. Wanawazuoni wanasema ile qamar ni tafsiri yake ni baba kwa sababu mudhakkar, na ile shamsu tafsiri yake ni mama kwa sababu ni muannath. Asema fantaza'a ba'dhu an-nasi fi taqdimiha, wakachota baadhi ya watu katika kutangulizwa ash-shamsu ala al-qamar, wakachota nini? Ujuba birri al-ummi, wajibu wa kumtendea wema mama, wa ziyadatihi ala birri al-abi. Sawa ash-shamsa wal-qamara wa ule muannath wake ulikuwa ni muannath na huu ni mudhakkar. Faida ya mbali kidogo lakini unaosoma unataja. Faida nyingine al-ibratu bil khawatim. Katika hili sasa kuna faida nayo, ani mazingatio yanazingatiwa mwisho wa mtu ameishia vipi. Tumepata wapi? Ru'yatu Yusufa ikhwatahu kawakiba dalilun ala husni khatimatihim. Yusuf alipowaota ndugu zake kuwa ni nyota, hakuota kwamba nimeota jua na mwezi na vibwengo 11 na mapaka 11 au na majibu 11, na nyota 11. Kwa hiyo kuwaota ndugu zake kuwa ni nyota ni dalili juu ya hatima yao nzuri, wa anna amrahum sayaulu ila khair, na kwamba jambo lao litarudi kwenye khairi. Ndio wale asbab, qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat. Na asbat wale waamini asbat ni wale wana wa Israeli, mafuko ya wana wa Israeli ambao ni uzao wa Israeli, ni huyu Yaqub. Umeelewa? Kwa hiyo ile ndoto ya kuota kwamba walikuwa ni kawakib ni ishara ya kwamba walikuwa na hatima njema. Kadhalika katika faida tunazozipata katika aya hizi, lakini hii ilikuwa ije baadaye huko, lakini hapa pia kwa sababu imetajwa ra'aituhum li sajidin, kwa munasaba huo tutasema shar'u man qablana shar'u lana ma lam yunsakh. Sheria ya waliotangulia kabla yetu pia ni sheria, itakuwa ni sheria yetu muda wa kuwa haikufutwa na sheria yetu. Sheria yetu na sheria yao ni moja tu. Kila mtume kapokwele kapewa sheria yake na utaratibu wake, lakini kiasi kikubwa zinalingana sheria hizo na hukumu hizo. Kwa hiyo pale itakapokuwa zinatofautiana yao na yetu ikawa iko tofauti, basi itakaozingatiwa sasa ni yetu. Sasa swala kusujudu ambalo limepokewa au limekuja limetajwa katika aya, yalikuwa hayo ndiyo mamkizi yao, kana tahiyatahum, hayo ilikuwa ndio mamkizi yao. Mkubwa mdogo akimwona mkubwa wake kidaraja au kiumri anamsujudia. Akiingia kwa amir, kwa mfalme, kabla ya yote atakwenda atasujudu katika haramu yake, mbele ya hadhara yake atasujudu. Yalikuwa ndio mamkizi yao haya. Sawa? Je, kwenye sheria yetu jambo hilo lipo? Qala al-Imam al-Qurtubi رحمه الله تعالى وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء وقد نسخ الله ذلك كله في شرعنا. anasema al-Imam al-Qurtubi, hivi ndivyo ilikuwa salamu yao, kwa kupiana mikono na kuinamiana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyafuta yote katika sheria yake. Akaendelea kisha akasema wa ajma'a al-mufassirun أن السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة. sawa.
wanaozuoni wa tafsiri wameafikiana kwamba kule kusujudu kwa wajihi wowote utakaokuwa, anasema ilikuwa ni sijida ya kimaamkizi katika sheria yao na sio ibada. Katika tafsiri al-Jami' li ahkam al-Qur'an yako kwenye aya hii. Kadhalika aya zimetufunza Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam alipomwambia mwanawe, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Tumejifunza kitu pale, nacho ni mashru'iyatu al-hadar wa mashru'iyatu al-akhdh bil-hayta fi al-umur al-hamma, ni kuwekwa sheria ya kuchukua tahadhari katika mambo ya kisawasawa. Kabla hujaendea, chukua tahadhari. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Al-Bahr Al-Muhit alipokuwa akifafanua aya hii niliyotaja, akasema wa fi khitabi Yaquba li Yusufa alayhi assalam tanhiyatan an an yaquss ala ikhwatihi makhafata kaydihim دلالة على تحذير المسلم أخاه المسلم أو أخاه ممن يخاف عليه. katika khitab tamko alilomsemesha Yaqub alilomsemesha Yusuf la kumkataza kuwasimulia ndugu zake kwa sababu ya kuogopea vitimbi vyao, kuna ushahidi wa kufaa kumtahadharisha Muislamu ndugu yake dhidi ya anachokiogopea juu yake, watanbih ala baadhi ma la yaliq, na kumtanabaisha kwa baadhi ya mambo yasiyofaa, wala yakunu dhalika dakhilan fi bab alghiba, na halikuwa ile lenye kuingia katika mlango wa ghiba. Kwa hiyo kuna sheria hiyo ya kutoa tahadhari kwa ndugu yako Muislamu. Hapana, yule bwana nimekuona umekaa naye, bila shaka mna mazungumzo ya biashara, yule bwana ni tapeli, yule bwana tapeli, kashawadhulumu, kashawatapeli watu wengi pesa zao. Kwa hiyo kama mazungumzo ya biashara, mambo ya pesa, basi zingatia hilo. Hiyo sio ghiba. Mnifahamu? Sasa akijifanya mjuaji sana, wajua mimi shauri yake sasa. Lakini ushamwambia huku na kuelekea huko si salama kwako. Watu wa kule wako hivi na hivi na hivi. Kama wenda basi fanya hivi na hivi na hivi, lakini rai yangu usiende mathalan. Hivyo ndio sawa. Umeelewana? Kwa hiyo haya ni katika mambo tunayojifunza kutoka kwenye hizi aya. Kadhalika hapo hapo al-insanu ma'murun bil ihtiraz fa in nafa'a fadhak wa illa lam yalum al-'abd nafsahu. Mtu ameamrishwa awe na tahadhari na kinga na kuchukua kinga au tahadhari. Kama tahadhari hiyo itasaidia sawa, kama haikusaidia basi hata laumika, alishafanya tahadhari. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake anasema anna min al-hazm idha arada al-'abd fi'lan min al-af'al an yanzura ilayhi min jami'i nawahihi ويقدر كل احتمال ممكن. Katika mambo ya busara ni pale mja au mtu anapokuwa ameazimia kulifanya jambo, basi atakiwa alitazame kwa sehemu zake zote na pande zake zote, na alikadirie kila lenye kuwezekana kutokea. Achukue tahadhari kama hii tahadhari ambayo ameitoa Nabiullah Yaqub kwa kijana wake, mtoto wake Yusuf. Faida ngapi? Shandika 25. Faida nyingine, hizi faida aya tunazisoma na tafsiri yake ni mafunzo kwetu, na mafunzo mengine yanaweza yakawa ni muongozo tu moja kwa moja kukuongoza katika sawa, kwa kuwa ulikuwa hujui ili ukajua. Wakati mwingine mafunzo yanakuja kwa njia ya kukukosoa, yani umefanya kitu sio cha sawa, pia ni nasaha hizo, inakuwa ni mafunzo. Lakini kwa hiyo kukosoa kwa aina nyingi sana au kwa lugha tofauti tofauti, lakini kukosoa, na mara nyingi nafsi au baadhi ya nafsi zimeumbwa kuchukia kukosolewa.
kuna watu wako namna hiyo, kimkosoa kwa bwana wewe umefanya hivi na hivi, basi na ujamaa nao utakuwa umekufa. Au ukiwa na tabia kumfuatafuata kumkosoa bwana unajua bwana basi yeye atakaye ukikutana naye umsifie. Watu wana tabia hizo Kwa hiyo nazungumza haya kwa kusema kwamba ni mafunzo yetu sote, na katika jambo gumu kabisa wakati mwingine ni kuzikosoa tabia au mienendo ambayo hata wale wazungumzaji wenyewe tabia hizo au mambo haya yanawagusa. Wewe angalia Mtume SAW alipokuwa gumu kwake juu jambo la kuambiwa kwamba yeye amuoe Zainab, muoe, watukhfi fi nafsika ma Allahu mubidi wa takhsha an-nas wallahu ahaq an takhsha. Sasa watu watasemaje, itakuwaje ile jambo? Lakini ndio sheria atakiwa aliseme. Mnielewa? Sasa huyo ni Rasulullah, ana isma ya Allah subhanahu wa ta'ala, sikwambii wazungumzaji wengine. Kwa hiyo atakiwa maneno yasemwe hata kama yanawagusa watu, na kutaka kukwepesha kwamba pale sasa hapa ndo hii itakuwa yanigusa mimi, wakwepesha wapitisha huko, wajua watafuta sababu. Hii ni khiana katika ilmu. Mnaelewa? Kwa hiyo haya maneno wakati mwingine kama kuna tabia ikitajwa kama yamgusa mtu, sana hii leo nimedhamiriwa mimi hapa, nimedhamiriwa mimi leo. Kama ndio hivyo basi ni wewe kweli, sawa? Kwa sababu hizi aya zimeshuka kwetu, mimi, wewe na yule, niziwe mafunzo kwetu. Umeelewa? Kwa hiyo kuna tasihihi nyingi za mafahimu na mwelekeo, yani mambo muhimu sana ya kujua. Uone kwamba mimi ndio maana ya kusoma, kwa mimi nimekuja kusoma. Haya, katika faida tunazozipata, dhikru al-masawi ala sabili an-nushi la yu'addu min al-ghiba, kuyataja mabaya ya mtu kwa lengo la kumnasihi au kwa njia ya kumnasihi hakuhesabii kuwa huko ni kusengenya. Al-Imam al-Biqai katika tafsiri yake Nadhmu ad-Durar alitaja neno hili kwa sababu Nabiullah Yaqub alikeza moja kwa moja tuhuma kwa watoto wake wengine, alikeza moja kwa moja, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kwa hiyo anasema al-Imam al-Biqai, wa fil aya dalilun ala annahu la nahya 'anil ghibati lin-nasiha. Lakini lin-nasiha, katika aya kuna ushahidi wa kwamba hakuna makatazo ya kumsema mtu akiwa hayupo au kumtaja mtu kwa ajili ya kumnasihi, bali hiya mimma yundabu ilayhi. Si mtu hayupo lakini wewe wamzungumzia utahadhari, bwana wewe yule iko hivi na hivi na hivi, atakufanyia hivi kwa sababu tabia yake iko hivi, chukua tahadhari. Bwana amekuja mtu kuposa kwako, sawa, waulizia habari zake sasa kwa watu wanaomjua. Bwana vipi wewe, sema wewe unamjua, muelezee vile alivyo. Yule bwana akaanza kuswali jana kwa sababu ataka mke, unaelewa, na yule si mtu wa swala kabisa. Sema, usifiche. Wewe uaminiwa katika hilo, eleza. Umeelewa? Huu ni mfano, lakini kuna mambo mengi ya kuyaeleza katika munasaba mbalimbali. Kadhalika ayati zinaonyesha kwamba ahlul fadhli mahsudun, watu waliopewa fadhila siku zote wanahusudiwa. Watu walipewa mambo mazuri, mambo bora, akili, maarifa na vinginevyo, wanahesabiwa, wanahusudiwa, na hili ni min qadimi zaman, tangu enzi za kale. Walidhalika yajibu alla yatadhaharu bimafakhirihim, kuna pasa wao wasidhihirishe yale mambo yao ya kuwafakharisha. Idha khafu min ahli alhasad sharra, wakiogopea shari ya watu hasad. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ana maelezo katika aya hii au katika neno hili, akasema
وفيها ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسدا وكيدا. na kuna ndani yake ushahidi wa kile ambacho kinafahamisha kwamba inafaa mtu kuacha kudhihirisha baadhi ya neema kwa mtu anayeogopewa hatima yake, anaogopewa hasad na kaid. Lakini kuna vitu viko dhahiri tu, sasa huwezi kuvificha, lakini mingine kama waweza kuyaficha yafiche. Si kila mtu wa kumuonyesha kwamba wewe una hiki una hiki una hiki na hiki. imekuja hadithi dhaifu, ista'inu ala inja'i alhawaij bilkitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. hadithi vipi, sahihi? sahihi au ghair sahihi? wallahu a'lam. lakini imepokewa hivyo kwamba takeni msaada katika kuzipitisha zile haja za watu na kukidhi haja za watu kwa kuzificha. Una shida hapo hapo, toa 500 mbele za watu, mara umefanya hiki, ifiche ile neema. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kwa sababu kila mwenye neema ni mwenye kuhusudiwa. Hii haina maana kwamba watu wasidhihirishe neema walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ilmu na maarifa, katika mali, katika vyeo na vinginevyo. Kwa ile basi kila siku tungekuwa katika hali duni kabisa, chafu chafu. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith, lakini chukua tahadhari. Haya, kitu kingine katika faida tunazozipata kwenye hili ni kwamba alhadharu min adh-dhunubi, kutahadhari dhambi, kwa sababu siku zote dhambi moja inazua dhambi nyingine nyingi. Angalia al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema kwenye hizi aya kuna faida ya al-hadhar min adh-dhunub, khususan adh-dhunub allati yatarattabu 'alayha dhunubun ukhar. watu watahadhari madhambi, hasa madhambi ambayo yatapatikana juu yake madhambi mengine na shari zitaanza kufulilizana juu yake. Angalia ndugu zake Yusuf alayhi salatu wassalam, wamefanya kitendo kimoja. Kwanza hasadi yao, baada ya hasadi wakapanga njama, baada ya njama wakafanya jarima kubwa kabisa. Jarima kwa Yusuf, kwanza kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, pili kwa Yusuf kwa kumweka mbali na wazazi wake, tatu kwa wazazi wao wakati walipo waweka mbali wazazi wale na mtoto wao, kadhalika kwa udugu wao, kwa sababu wameukata udugu kwa kufanya kile walichokifanya. Na isitosheleze, pakaendelea mfululizo wa kusema uongo na kudanganya. Kullama jara dhikru Yusufa wa qadhiyatihi, kila ilipokuja tukio la kumwelezea Yusuf, wao wanasema uongo tu. Na halikuwa hawana namna nyingine, sasa wadanganye, waendelee kudanganya. Dhambi moja imezua mambo mengi katika jaraim. Kuna haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna haki ya wanadamu, yani viumbe vingine, tena watu wa karibu kama baba, ndugu, wote wamewakatia haki zao. Lakini kitu kingine, uongo ukawa unaendelea. Kwaje? Sisi tulikwenda hivi na hivi, uongo. Kumbe washarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'duda, walishamuuza siku nyingi. alqawhu fi ghayabati aljub, fi ghayabati aljub, walimtupa katika kina cha kisima, lakini wanadanganya, wanasema akalahu dhib. Kwa hiyo jaraim zimeendelea, uongo ukao umeendelea kwa muda mrefu. umeelewa? Lakini faida nyingine, ينبغي البعد عن أسباب الشر وما يخشى مضرته. mtu anatakikana kukaa mbali na sababu za shari. Kwa hiyo ni wajibu kwa wazazi, kama anavyosema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, ni wajibu kwa mzazi kuwa na bidii
ya kuangalia watoto wake, na asiruhusu kutoa nafasi, hasa kutokea kwake yeye mwenyewe, kutoa nafasi ya kuzalikana maradhi ya hasad kati ya watoto wake. Waonekana wewe mzazi dhahiri shahiri una upendeleo kwa mtoto fulani, kwa yale unayomfanyia ambayo huyafanyi kwa watoto wengine katika mambo mazuri mazuri. Usipofanya hivyo, shaitani ataingia kati. Anasema wa illa dakhala ash-shaytanu bainahum sallata ba'dhum ala ba'd, shetani ataingia kati yao na baadhi yao watawasaliti baadhi nyingine. Mara utakuta watoto wanaweza kufikia hata kiwango cha kuuana, wasiona tauhid wanafikia kiwango cha kurogana. Hamjasikia kwamba huyu ndugu kamroga ndugu yake, baba mmoja mama mmoja, kwa sababu ya husda iliyopandikizwa baina yao kwa upendeleo uliofanywa na mzazi. Watu wengi wanakwenda namna hiyo na wanatuhumiana, na kweli kenda huku na huyu amroga mwenzie, warogana tu uko na familia inachanguka, kwisha habari yao. Hakuna wa kuunganisha, yani hakuna sulhu haiwezekani. Maana kuna ugomvi za kufika mahali sasa hakuna uwezekano wa sulhu tena. Kiislamu hakuna ugomvi usio na sulhu, lakini sasa hao wamefika mahali, umefikishana mahali sasa huwezi kuweka tena. Nini chanzo chao? Ni baba yao alivyowalea, aliruhusu mambo fulani yapite kati yao, na hiyo ndio sababu. Haifai kufanya upendeleo kwa watoto. Hamjasoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, wal hadith akhrajahu ash-shaykhan. Muogopeni Allah na fanyeni uadilifu kati ya watoto wenu, kwa sababu unatengeneza bomu kubwa, hujamsaidia huyu unempendelea. Umeelewa? Faida ngapi? Maana ziko nyingi jamani. Kwa mbali iko namna ile, lakini halaumiki kwa hilo, kwa sababu alikuwa na sababu ya msingi. Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam, yani nabii, na alikuwa na sababu ya msingi. Na sisi tueleza kwamba kuwapendelea watoto haina maana kwamba hata yule mtoto ambaye sasa anastahiki kupewa kipaumbele kwa sababu ya kheri alizonazo, basi hutamfanyia hivyo kwa sababu tu anaogopa tahusudi. Wala utamfanyia mtoto anaonyesha bidii, ana heshima, ana adabu. Kwa hiyo waelekeze wenzake, mwangalieni mwenzenu anasikia maelekezo ya wazazi, mtiifu, anafanya hivi, ana bidii. Naweka mambo wazi pia, atakayefanya hiki na hiki akifanikiwa atapata hiki na kile. Sawa? Kwa hiyo watu wajue kwamba hili ni kwa sababu ya hili. Sasa Nabiullah Yaqub alayhi salatu wassalam, mapenzi yake kwa Yusuf hayakuwa ya batil, kwamba mfadhilisha tu juu ya ndugu zake. La, ni kwa yale aliyojua kwake, ni kwa yale aliyojua kwake. Lakini angalia, pamoja kwamba ni ya haki na wao wanajua kwamba baba yao ni nabii, pakazalikana kitu hiki. Je, wewe? Faida nyingine inaonyesha kwamba shaitani ana nafasi ya kuingia kwa mtu yoyote, hata kwa watoto wa manabii. Shaitani anayo nafasi ya kuingia kwa mtu yoyote, hata kwa watoto wa nabii. Ushahidi tumesoma hizo aya. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba Nabiullah Yaqub alimwambia mwanawe, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Hizi faida zote mpaka tulipofika hapa, hiyo ni aya 4 na sura ina aya 111. Unaona kazi sasa. Tushafisha 30 Sheikh. Tosha. Tutaendelea tena kutaja fawaidi katika darasa nyingine. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta